mtu mwenye heshima yake haweki picha ya mkewe kwenye status ya simu zake, kwa sababu maana yake ni kumwanika mkewe, kuambia watu mtazameni. Kwa hivyo usifanye hivyo, ni jambo ambalo halifai kimaadili. Lakini ya mwanao, ya baba yako, ya wanao, weka kwa makusudi kabisa. Sasa hivi ni vielelezo vya mapenzi. Una vingine, una lugha nyingine ya mapenzi unataka ionyeshe, na si kuonesha tu utapata na thawabu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kila watu sasa wana namna yao. Kama wewe ni msambaa, kuna namna ya kisambaa ya kuonyesha mapenzi, onyesha. Kuna namna ya kipare, onyesha, sio? Ili mradi tu uwe umeashiria kwamba umempenda mwanao. Nadhani tumeelewana mpaka hapo. Yote tuliyoyazungumza katika vielelezo vya mapenzi yanahitajia kitu kinachoitwa takhsisul waqti, kuwa na muda kwa ajili ya watoto. Ikiwa huna muda kwa ajili ya mtoto ni kitu kibaya sana. Tuko bize, ukirudi nyumbani umechoka, lakini mtoto kuna wakati ambapo wewe wakati unasema umemaliza siku, yeye ndo anaanza siku yake na mzazi, kwa sababu alikuwa hajakuona kutwa nzima. Na ndio umeingia sasa hivi anataka kusimulie. Tulisema kumsikiliza mtoto ni katika ishara za mapenzi. Anataka aseme, msikilize kama umechoka japo kidogo, kisha mwambie umechoka, lakini mpe fursa akae afike pale akuhadithie. Utagundua kwamba mtoto akipenda atakuonyesha na yeye ishara nyingi kuliko hata za kwako. Anaweza akachora hata mchoro akakuletea, akachora makopa akakuletea mtoto wako. Na kwa wazazi wa kiume, watoto wa kike hodari sana. Mimi binafsi na karatasi nyingi hawajui wao, labda wasikie lecture hii. Nimezihifadhi na ngojea wakiwa watu wazima niwatolee mafaili yao. Maana na hakika na wao wamesahau. Anataka atachora baba na mama, ataweka kopa zake, atakuletea zawadi. Sasa mimi kuzichukua nikazihifadhi kwenye mahali maalum kwenye draw. Najua kwamba miaka 10 ijayo watakuwa washasahau, nitawaletea faili, itakuwa ni kumbukumbu nzuri sana. Nadhani tumeelewana katika hilo. Kwa hivyo hiyo ndio raha ya maisha. Hawa watoto wameitwa ni qurratu ayuni, ni kiburudisho cha nini? Cha macho. Na wakati huo utagundua siku unapokuwa katika hali ni mgonjwa, mtoto ni rahisi sana kukusoma. Akakufuata kumwambia baba sore, na kuona kama vile hausikii vizuri. Ni sehemu katika ponyo. Ukipata mtoto ambaye sasa na yeye kwa kuwa wewe ulionyesha hisia kwake, anapokuwa hayuko vizuri unamjali, siku ambapo hauko sawa sawa atasoma tu hilo. Akilisoma atakuandama, akupe ishara zote za upole. Kwa hiyo hii ni moja katika njia nzuri sana za malezi kwa mujibu wa mafunzo ya Uislamu. Nadhani tumemaliza kuonyesha hivyo vielelezo. Nukta tunayoelekea sasa hivi ni nukta ambayo tumeashiria katika darasa zetu za nyuma, kwamba kila kitu katika Uislamu kinahitajia kuwa na kipimo. Ndio yale tuliyozungumza ya mizani ya kutokuzidisha na kutokupunja. Mtoto asiyependwa haleleki vizuri, na mtoto anayependwa kupitiliza huharibika. Ukionyesha upendo wa kupindukia kwa mtoto utamharibu. Kwa hiyo hili jambo halitakiwi. Katika hadithi nyingi tumeonywa. Mtoto ambaye ndio sampuli ya baadhi ya watoto wetu leo hii, hatakiwi hata afue nguo zake ndogo zile. Kibinti kishakuwa miaka 6, 7, 8, hutaki hata afue soksi zake, afue nguo zake nyingine ndogo. Na akishika unagombana na dada wa kazi kwamba sisi tunakulipa wewe, alafu unafanya kazi gani hapa? Hutaki ashike kitu, akae tu apumzike, maana unampenda sana. Ndio zile shule zetu zile za gari za njano zile, mtoto anabembelezwa kula, mtoto akiingia amelala mpaka afike shule anko amwamshe. Kisha shule pale hairuhusiwi hata kumpa maana sisi tumebeba fagio, tumebeba makopo, tumebeba magunia, tumebeba mpaka mbegu za kwenda kupanda shule. Ikiwa ni kubeba jembe utaambia kesho mje wote
majembe na tutayabeba, tutakwenda nayo shuleni, kwa sababu moja katika elimu ni hiyo, kufanya kazi, sio tumefagia madarasa, tumedeki madarasa, na pale anapoingia mwalimu kipindi cha kwanza darasa ni chafu, ataadhibu. Hakuna mfanyakazi wa kuja kufagia darasa, kwa sababu ile pia ni sehemu ya elimu. Lakini mtoto wa sasa hivi anavyotengenezwa sample kabisa, nyumbani hagusi chochote, shuleni hagusi chochote, yeye ni mtoto anayehudumiwa, hata choo cha shule ni lazima kisafishwe, yeye akiingia mpasafi tu. Huyu mtoto akiendelea kuwa ni mayai kiasi hiki mpaka anakuwa mtu mzima, hana kuwajibika. Kesho akipata mkwaruzo wowote ule, akipatwa na zahma yoyote ile, ni rahisi sana kupatwa na depression, kwa sababu mambo hajayazoea haya. Tumewahi kuzungumza siku moja hapa, tukatoa mfano wa mtoto ambaye akitoka shuleni anawahi chakula na chakula hakitoshi, wenzake wakimtangulia, atakachopata kimebaki kidogo. Mtoto ambaye yeye anaweza kupambana hali ya kashiba, alafu na mtoto mwingine namba 2 anabembelezewa kumaliza chakula. Kula hicho chakula umalize, nitakuchapa. Haya, kula mwanangu, kula mwanangu, haya maliza, imebaki hilo. Anabembelezwa pia ale, na pia hataki, mimi nataka chipsi. Haya, kamletee mwanangu chipsi bwana, anaenda analetewa hizo chipsi. Hawa wawili tumewahi kutoa mfano, lau kama mzazi akimpa mmoja kitumbua akatoka nje, yule wa kwanza, alafu wenzake wakataka kumpokonya kile kitumbua, watapokonyana, kitapokutika, kila mtu atachukua chake kipande, ataondoka. Maana yule hanyang'anyiki kwa urahisi, watapokonyana, sio? Na kishapokonywa kile kitumbua kikabaki kidogo akala, hana kwenda kushtaki nyumbani, kwa sababu anajua akishtaki atafanywa nini, sio? Alafu kuna yule mwingine namba 2, yule akitoka na kitumbua nje, akinyang'anywa ananyang'anywa chote, na akirudi nyumbani analia, anapewa kingine. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba huyu hawezi kupambana na maisha, yule anaweza kupambana na hali yake. Sisi kama tuko pamoja, unaweza kupambana na hali yake. Na maisha mapambano bwana. Ukienda kuajiriwa pale kwenye kazi pale, kuna fitna, kuna mapambano, kuna jambo linapanda linashuka, utajiuzulu kila siku, utaacha kazi. Lakini ukiingia pale, kama ni mtoto kapelekwa boarding, siku ya pili ndoo yake imeibiwa, siku ya 3 akiweka kitu vibaya kimechukuliwa, anatia akili kichwani, sio? Namna ya kulinda vitu vyake, kuviweka sawa sawa, kunini, kupambania vitu vyake. Hata kirudi kutoka boarding ana akili timamu ya kujua namna ya kupambana na mazingira mbalimbali. Hivyo ndivyo tunavyokuwa. Usitake kila kitu ufanyiwe kwa hoja ya kwamba unapendwa sana. Kwa hiyo balance. Kuna wakati unaweza kumpa mwanao kitu, lakini usimpe kila mara mpaka akazoea kupata tu, akawa hajazoea kukosa. Akija kukosa utu uzimani litamtia depression lile. Sio kama tuko pamoja? Kwa hivyo kupenda kuwe na mipaka, ili usimharibu mwanao, ili kesho aweze kupambana na nini? Na maisha.